Wakati mmoja hivi, katika mji mkubwa na mzuri uitwao Soweto, aliishi kijana mmoja aitwaye Kelvin. Kelvin alikuwa mwanaume mwenye kila kitu: utajiri, nguvu na mafanikio. Alimiliki biashara kadhaa kubwa na mji ulimjua kama mmoja wa watu tajiri na wenye ushawishi mkubwa. Marafiki zake, Eddie na Ethan, walikuwa marafiki wa utotoni. Walikulia pamoja na walipokuwa wakubwa, walikuwa wamefanikiwa pia katika biashara zao na walikuwa na mafanikio kama Kelvin. Siku moja, baada ya miaka mingi ya kutunza biashara na kujitolea kwa kazi, Kelvin alianza kuhisi kuwa alikuwa na upungufu katika maisha yake. Alikuwa na utajiri, lakini aliona kama bado alikosa kitu muhimu. Alijua kuwa alikuwa akifanya kazi ili kujenga mali, lakini alikuwa na kiu ya kuwa na mpenzi ambaye angeweza kushirikiana naye furaha ya maisha. Akawashauri rafiki zake, Eddie na Ethan, kuhusu hisia zake. Eddie, ambaye alikuwa na busara, alimshauri Kelvin, unahitaji kumtafuta mwanamke anayemcha Mungu, anayekuja na unyenyekevu na tabia nzuri. Uzuri hupotea, lakini utu na heshima vinadumu. Ethan alikubali na kuongeza, ni tabia na roho ya mwanamke ambayo inajali, Kelvin. Uzuri ni wa muda, lakini utu wa kweli ndio unajali. Lakini Kelvin, akiwa na mtazamo wa kutaka mambo kwa njia yake, alikataa ushauri wa marafiki zake. Sijali kuhusu hayo yote, alijibu kwa uthabiti. Mimi nataka mwanamke mzuri, anayejaa, mwenye sura nzuri na maumbile mazuri. Hilo ndilo ninalotaka. Wakati Eddie na Ethan waliguswa na mtazamo wa Kelvin, walijua kuwa haungeweza kumshauri kwa urahisi. Siku zilivyoendelea, Kelvin alijitahidi kutafuta mwanamke wa aina hiyo, lakini alikosa kupata anayefaa. Alikutana na wanawake wengi, lakini hakufurahishwa na yeyote wao. Aliingia kwenye uhusiano na zaidi ya wanawake 25, lakini hakupata ambaye aliona alifaa kuwa wake. Siku moja alikwenda klabuni na Eddie na Ethan. Huko alikutana na mwanamke aliyekuja kuchukua umakini wake. Alikuwa na umbo la kuvutia, mwenye sura nzuri, na aliitwa Lina. Alikuwa anajiuza na alikuwa maarufu katika mazingira ya usiku, lakini Kelvin alijua tu kuwa alikuwa ameona mrembo ambaye alikidhi vigezo vyake. Alianza kutoka naye, na baada ya muda alijivunia kusema kwa rafiki zake kwamba alikuwa amepata mwanamke ambaye anataka kumuoa. Rafiki zake Eddie na Ethan waliguswa na hisia za Kelvin, lakini walijua kuwa alikuwa anafanya makosa. Kelvin, hii siyo njia sahihi, Eddie alisema kwa huzuni. Lina siyo mtu ambaye unaweza kumtaka kuwa mke wako. Tunakupenda, lakini unapaswa kufikiria kwa makini. Ethan aliongeza, unajua mpenzi wa kweli ni yule ambaye atakuunga mkono, ataheshimu familia yako na kuwa na tabia njema. Hii ni hatari. Lakini Kelvin, akiwa na maoni yake ya kutokuwa na mazungumzo, alikataa kusikiliza. Nimejua ni nini nataka. Na ninampenda. Nitamuoa na hakika atakuwa mke wangu. Kelvin alikwenda kumtambulisha Lina kwa mama yake. Alikuwa na matumaini kuwa mama yake angemuunga mkono, lakini alijua kuwa kuna nafasi kubwa ya mama yake kumshauri vinginevyo. Mama yake alipojua kuhusu uhusiano huo, alimwambia kwa huzuni, Kelvin, ninajua unampenda, lakini Lina anaonekana kama mtu wa aina fulani. Anaonekana kama kahaba. Tafadhali fikiria upya. Kelvin alijibu kwa nguvu, nashukuru kwa ushauri, lakini mimi ni maamuzi yangu. Nitamuoa na nitamjali kama mke wangu. Mama yake alikubaliana kimya kimya, akijua kuwa Kelvin alikuwa na nia thabiti. Alikubali kwa masikitiko.
Sawa, kama ndio unavyotaka, lakini unapaswa kujua kuwa matokeo yake yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko unavyotarajia. Kelvin alimuoa Lina na kama ishara ya kujitolea kwake alimwambia, hauhitaji kujishughulisha na kazi za zamani tena. Nitakupa milioni 2 kila mwezi ili upate maisha bora na usijishughulishe tena kwa kazi hiyo. Hata hivyo, licha ya mamilioni aliyokuwa akimpatia kila mwezi, kuna mvutano katika ndoa yao. Lina alijikuta akichanganyikiwa kati ya maisha ya kifahari aliyopewa na Kelvin na uhuru wake wa zamani. Wakati mwingine alikuwa akijisikia kama amepoteza uhuru wake, lakini Kelvin aliendelea kumshikilia kwa nguvu. Kelvin alikubali kuendelea na maisha yake, akimwamini Lina kama mke wake, na alijivunia kumlipa milioni 2 kila mwezi. Lina alifurahi kwa maisha haya mapya, akijua kuwa kila kitu alichohitaji kilikuwa kinatolewa na mume wake. Alijua kuwa alikubaliwa na mume wake na kila kitu kilikuwa safi kwa nje, lakini ndani ya moyo wa Kelvin, hali ilikuwa ikibadilika polepole. Miaka 4 ilipita na Lina hakuwa na dalili yoyote ya ujauzito. Kelvin alijikuta akijawa na maswali na wasiwasi. Alikuwa akijaribu kumvumilia mke wake kwa matumaini ya kuwa pengine Mungu atampa mtoto wao, lakini muda ulivyozidi kupita, neno hili lilianza kumtesa. Alijua kuwa ni jambo la kawaida kuwa na familia na watoto, lakini Lina alionekana kuwa na upinzani wa kimya kimya kuhusu suala hilo. Siku moja, Kelvin alijitahidi kumwambia Lina kuhusu hali hiyo. Alimwambia kwa uchungu, Lina, ni miaka 4 sasa ya ndoa yetu. Hadi sasa bado hatuna mtoto wala dalili yoyote. Una tatizo gani? Mbona umejifunga kimya kimya? Lina alimtazama kwa utulivu na kusema, Kelvin, kuhusu mtoto ni mipango ya Mungu. Hii sio kitu tunachoweza kulazimisha. Tutashukuru kwa chochote atakachotujalia. Mambo yote yana muda wake. Kelvin aliguswa na maneno ya Lina, lakini bado aliendelea kuwa na wasiwasi. Alijua kuwa kwa vile alikuwa na pesa nyingi, angeweza kumtunza mke wake na kumpa kila kitu anachohitaji, lakini mtoto alikuwa na umuhimu mkubwa katika ndoa yao. Wakati huo, marafiki zake Eddie na Ethan walikuwa wanamshauri kwa muda mrefu kumhadhari kuhusu ndoa yake. Kelvin, njia unayoenda sio sahihi, Eddie alisema kwa huzuni. Hata kama mke wako anapata kila kitu, bado kuna kitu ambacho kimekosekana. Hakuna furaha kamili bila mtoto. Usijifanye kuwa mwepesi wa kuona tu kwa nje, jichunguze kwa kina. Ethan alikubaliana na Eddie. Kwa kweli, tunakujali sana, Kelvin, lakini Lina ni mwanamke anayeweza kukuletea matatizo makubwa. Unapokubali kumlipa kila mwezi na kumtunza, je, unajua ni kweli anakupenda au anaona hiyo kama biashara? Usikubali kuona kwa macho tu. Suala la watoto ni muhimu sana katika ndoa. Hata hivyo, Kelvin alijua alichokuwa akifanya. Lakini wasiwasi kuhusu watoto ulikuwa ukiendelea kumtesa ndani ya moyo wake. Siku moja, mama yake alimpigia simu tena na kumuita nyumbani kwake. Kelvin alijua kuwa kuna jambo lingine mama yake alitaka kumwambia kuhusu hali yake. Alikusudia kwenda na kuzungumza na mama yake kwa umakini. Alipofika nyumbani kwa mama yake, mama alikubali kumwambia kwa uzito. Kelvin, kuna jambo ninalolalamika sana kuhusu. Ni miaka 4 sasa na bado mke wako hana dalili za ujauzito. Wakati mwingine, unapaswa kufikiria kama kuna tatizo. Hilo sio tu suala la bahati mbaya. Unajua hakuna mtoto hata mmoja kwenye nyumba yako.
Lina ana haja ya kufanya kitu zaidi kuhusu hili, lakini anaonekana kama hana hamu ya kutafuta suluhu kuhusu mtoto, ni kama hawazi yaani. Hufikiri kuna tatizo. Kelvin alikuna kichwa, lakini alijua kuwa mama yake alikuwa na haki kusema hivyo. Alijibu kwa upole, "Mama, usiwe na wasiwasi. Tutapata watoto tu na sio lazima kila jambo liwe kama tunavyotaka mara moja. Sisi tutaendelea kumwamini Mungu." Lakini mama yake alikubali kwa huzuni, akasema, "Kelvin, kuna jambo hulijui. Nenda kwa mke wako na ujifanye kama umepoteza kila kitu. Uone kama atavumilia. Kama Lina anakupenda atavumilia, ila kama hakupendi, sahau kuhusu kuvumiliwa." Kelvin alikasirika na kusema, "Mama, mke wangu ananipenda sana. Atanivumilia na hakuna kitu kitakachotokea." Aliondoka nyumbani kwa mama yake na kurudi nyumbani kwake. Baadaye Kelvin alirudi nyumbani kama kawaida, na kesho yake akiwa amekaa na Lina kama kawaida, alipokea simu na kuongea kwa mshtuko, akisema, "Inawezekana vipi mzigo wote niliouagiza upotee ghafla? Hili haliwezi kutokea." Alilalamika sana Kelvin, na baada ya hapo akamwambia Lina kuhusu hasara aliyoipata huku akilia. Lina alimpa pole tu na maisha yakaendelea. Kelvin akawa haendi tena kazini. Siku zilisogea na ulipofika mwisho wa mwezi, Lina alimfuata Kelvin na kumwambia, "Kelvin, mbona hujanipatia mshahara wangu wa kila mwisho wa mwezi?" Kelvin akashangaa na kumwambia Lina, "Ina maana hujui kama kwa sasa mimi sina pesa na wala sina kazi?" Lina akamjibu, "Sasa mimi hayo mambo yako ya kazi yananihusu nini? Mimi nataka pesa zangu za mwisho wa mwezi." Kelvin hakuamini alichosikia. Hapo mwanzo akawa anampa pesa zake za mwisho wa mwezi, mpaka siku moja alipoamua kumwambia Lina kwamba yeye hana pesa kabisa. Lina alinyamaza kimya na kumwambia kama hana pesa basi asimtegemee kwa lolote lile, na ikibidi awe mfanyakazi wa ndani, afanye kazi zote za ndani, yeye hawezi kumhudumia mwanaume asiyewajibika. Kelvin alikubali na kuanza kufanya kazi za ndani, na hali ilizidi kuwa mbaya sana kwake na Lina, hadi siku moja Lina akarudi na mwanaume ndani ya nyumba yake. Kelvin alishangaa bila kuamini, na sio hivyo tu. Bado Lina alimpeleka mwanaume huyo ndani ya chumba chao, na hakuwa mwanaume huyo tu, aliendelea na tabia hiyo siku na zaidi ya siku, na hata akamfanya Kelvin awe anawahudumia wageni wake. Kelvin alikuwa akijisikia vibaya mno, na alikumbuka ushauri wa marafiki zake pamoja na mama yake kwamba mwanamke kahaba sio mwanamke sahihi. Kelvin aliketi na kumtazama Lina aliendelea na tabia hiyo kwa siku na zaidi ya siku. Kelvin alijikuta akicheka kwa huzuni, akijua kuwa alikosea kwa kumchagua Lina kama mke wake. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Lina alionekana kupendelea kuwa na wanaume wengine, na alikuwa akimlazimisha Kelvin kuwa mtumishi ndani ya nyumba yake mwenyewe, kumhudumia yeye na wageni wake. Alijikuta akifanya kazi za nyumba, akihudumia wageni wa Lina. Hatimaye Kelvin aliyachoka hayo maisha, na siku moja Lina akiwa hayupo, aliamua kukusanya vitu vyake vyote ili akirudi aondoke zake. Lina aliporudi alikuwa kaongozana na mwanaume mwingine. Alipofika alishangaa kukutana na mabegi yake yakiwa sebuleni. Alimuuliza Kelvin, "Nini hiki?" Kelvin akamwambia amechoka na hataki kumuona na aondoke katika maisha yake. "Hamtaki? Mwanamke gani ana tabia chafu?" Lina akamwambia, "Nisikilize kwa makini Kelvin, mimi siwezi kumvumilia mwanaume asiye na pesa, kwa sababu mimi najali zaidi pesa, na pia kwangu mimi ndoa ni biashara. Sasa wewe ulitaka nifanye nini ikiwa hunilipi mshahara wangu?"
Kelvin alishindwa kuamini, lakini mwishowe Lina alibeba mizigo yake na kuondoka akimwambia, siku nyingine ukitaka kuoa hakikisha hauoi changu doa, hutoka upate mtoto. Kelvin alimuelewa Lina. Akabaki anajuta na kuumia sana, alijisikia vibaya maana hakutarajia hilo. Na alimuomba msamaha mama yake na rafiki zake pia. Mahusiano yake na rafiki zake yalikuwa kama zamani tena, na zaidi ni kwamba aliamua kuyaanza upya maisha yake bila Lina. Alifurahia wazo la mama yake kumwambia ajifanye kuwa masikini maana asingefikia ukweli. Kelvin aliamua kukaa kwa muda wa miaka kadhaa zaidi bila ndoa ili akili yake ikae sawa. Mwisho. Hadithi hii inatufundisha kuwa ushirikiano na ndoa ni zaidi ya sura nzuri na maumbile ya mtu. Mambo muhimu katika uhusiano ni tabia, uaminifu na kuelewa mpenzi wako kwa kina. Kadhalika, tunapochagua mwenzi wetu, ni muhimu kutathmini kwa kina utu wao na jinsi wanavyohusiana na sisi, badala ya kutafuta kile kinachoonekana kwa nje. Mahusiano ya kweli yanahitaji kujenga msingi wa imani, heshima na upendo wa dhati, na siyo manufaa ya kifedha au sura tu.